uchaguzi wako. Uchaguzi wako unaweza kukupa furaha, ila uchaguzi wake unakupa ukamilifu. Amen. Na hapo ndipo penye hekima nzito kiroho. Usipoelewa uchaguzi wake, unaweza ukastruggle kuombea namna yako. Niliwahi kuambia watu, alichokichagua akitahitaji uteseke, kitahitaji uelewe. Ulichokichagua kitakuwa mzigo. Na ndio maana baadhi ya watu maumivu wanayoyapitia ni kwa sababu wameshindwa kuelewa alichokichagua kwenye mapenzi yake nje na walichokichagua kwenye njia zao. Mungu anasema amemchagua A na amemkataa B. It's better ukasimama na A ijapokuwa uliyemwelewa ni B. Narudie. Anaweza kuwa Mungu amemchagua A ila wewe uliyempata ni B. Sasa ni vizuri ukasimama na A ijapokuwa B ndio uliyempata. Kuna kiwango cha maamuzi kiroho kinaweza kuwa kigumu kwa sababu unachokihitaji sio kilichochaguliwa. Yes, Samuel alichagua kumwombea Sauli. Vizuri kabisa. Na alikuwa ni mtu wa kiroho Samuel. Lakini Biblia inasema Mungu ambaye nimemkataa, nimemchagua nani? Daudi. Ambaye nenda kwa Yesu huko kuna mtu nimempata. Sasa katika ulimwengu wa roho, uchaguzi wako ubadilishi namna ya Mungu. Ndio maana maombi hayatabadilisha mtazamo wa Mungu. Bado ataendelea kuambia nimemkataa nani? Sauli. Sasa usilazimishe kuonekana unaomba ikiwa haujaelewa kabla ya kuomba.